takwimu zinaonyesha kwamba katika makutano yao msimu huu wamekutana mara mbili katika michuano ya ligi kuu soka Tanzania bara. Katika mchezo wa kwanza Singida ilipokuwa nyumbani pale Singida, CCM Mlito walipoteza mbele ya Simba Sport Club bao 1-0, lakini pia mchezo wa duru ya pili Simba walipokuwa nyumbani katika uwanja wa KMC Complex walishinda Simba bao 1-0, bao la Steven Dense Mukwala. Salama Ngale head to head inatupa tafsiri gani? Hiyo ni hiyo 1-0 ya Steven Mukwala. Ni mechi ya juzi tu. Mchezo juzi hapo KMC Complex, lakini ni mechi ambayo imeonekana kuto kuzalisha magoli mengi. Na imeonekana sio mechi ambayo kila upande pengine ingeweza kufunga. Inakuwa mechi ngumu sana na kila upande wanaona na mudu kwenda kumfunga mwenzake. Kwa yule ambaye anakuwa anaweza kutumia ile nafasi ndogo iliyobakia ya mwisho ndio yule ambaye amekuwa anaibuka na ushindi, ambaye amekuwa Simba katika hizo head to head. Kwa leo hamna mtu atampiga mwenzie mbili hapa. Namba zinaonyesha hivi. Namba zinaonyesha hivi. Kwa kifupi magoli machache sana leo. Haya, basi tuende katika kuona safari ya Simba Sport Club kuanzia mchezo wa raundi ya 3 mpaka kufikia hatua ya robo finali. Safari ya Simba katika ya mashindano msimu huu imeanza dhidi ya Kilimanjaro Wonders ya pale mkoani Kilimanjaro, wakaichabanga mabao 6-0, lakini pia wakaja kaifunga TM Stars mabao 3-0, lakini pia na Bigman wakashinda mabao 2-1, na baada ya hapo mchezo wa mwisho katika mchezo wa robo finali pale KMC Complex walishinda mabao 3-1 wakiwa nyumbani. Hiyo ndio safari ya Simba katika mashindano msimu huu kuanzia hatua ya raundi ya 3 hadi kufikia hatua ile ya robo finali. Tuangalie pia safari ya Singida Black Stars kutoka pale Singida. Safari yao ilikuwaje msimu huu? Walianza dhidi ya Magnet FC katika mchezo wa raundi ya 3 wakaishinda mabao 2-0, lakini pia wakaichapa leo tena mabao 4-0, leo tena ambayo iliwaondosha Dodoma Jiji pale Dodoma, lakini pia wakaifunga KMC FC bao 1-0, na baada ya hapo mchezo wa robo finali wakaifunga Kagera Sugar wana Super Kulukumbi ya golikipa Juma Kaseja. Hiyo ndio safari ya Singida Black Stars. Safari ya Simba na Singida kufikia hatua nusu finali. Salama Ngale kwa Salama Ngale. Utofauti pekee ni magoli ya kufunga na kufungwa. Simba mpaka anafika kwenye hiyo hatua ameruhusu magoli 2. Lakini Singida hajaruhusu goli lolote. Maana yake kwenye michuano ya CRDB Simba ameruhusu magoli 2 kufungwa, lakini Singida hajaruhusu. Maana yake Singida kama atafungwa leo ama ataruhusu goli, maana yake ndio goli lake la kwanza aruhusu tangu michuano imeanza. Na kama Singida alimtumia golikipa mmoja mpaka tunazungumza, maana yake ndio golikipa ambaye anaonekana kuwa na wakati mzuri mpaka sasa hivi kwenye safari ya hii michuano. Kwa hiyo ni safu mbili zinashindana. Simba amefunga sana, Singida amefunga sana, lakini je, unaweza kulinda? Na ukienda kwenye swala la kulinda, ukiangalia Simba hawajawa na wakati mzuri katika siku za hivi karibuni kwenye michuano yao yote, kuanzia kwenye ligi kuu mpaka kombe la shirikisho barani Afrika, na huko ambako wamekuja leo ni mechi nyingine ya kwenda kujiuliza. Tulipiga mahesabu hapo wiki iliyopita kwamba Simba ameruhusu magoli mangapi katika mashindano yote katika mechi zilizopita. Maana yake katika mechi 4 za viporo aliruhusu magoli 3. Kwenye kombe la shirikisho aliruhusu magoli 2. Maana yake ni magoli 5 hapo. Kwa hiyo ni kama vile kwa wale walionayo pia hali ya uchovu na mazingira mengine, bado ni mechi ngumu kwa upande wa safu ya ulinzi ya Simba. Wakati onekana ni wakati mzuri kwa safu shambaji ya Singida Black Stars ikiongozwa na kina Jonathan Soa na kina Elvis Rupia. Mnamaanisha Singida ambayo huwa inacheza ligi kuu sio Singida ambayo huwa inacheza shirikisho? Kwa sababu hizi ni mechi ambazo anaruhusu magoli mengi.